Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani iwe nawe popote ulipo, natumai mzima wa afya. Eid Mubarak. Tarehe mosi ya mwezi April tunakutana kwenye mazungumzo japo kiasi ya mchana. Unajua vile nyinyi mnakuwa na hamu ya kusikiliza nini nizungumze, na mimi nikikaa kimya hivi nakuwa nawashwa nini nizungumze. Nakuwa tuna kazi nyingi mizunguko, lakini bado nawashwa kwa inabidi tu nizungumze. Kwa sababu na mimi ninakuwa na vitu vingi ambavyo na vitu watu wanatakiwa wavijue. Yes. Leo ni Aprili mosi. Huwa wanasema ni siku ya wajinga. Zamani ilikuwa inatumika hovyo kweli kweli. Unaweza ukaingizwa chaka, ukashangaa jioni ndio watu wanakuambia bana ilikuwa tarehe mosi leo April, siku ya wajinga. Sijui ilipitishwa wapi. Yes. Nimekuja angalau nizungumze hata japo mara moja kwa siku leo ya Eid, lakini tutarudi vizuri kuanzia mazungumzo ya kesho inshallah. Tunarejea kwenye speed yetu kwa sababu masuala ya sikukuu yatakuwa yamepita pita, kwa hiyo tutakuwa tunapata fursa nzuri ya kuzungumza. Kuna vitu vinaendelea ulimwenguni na inatakiwa tuvizungumze. Trump anasema mwezi Mei atafanya ziara ya kwanza ya nje, atakwenda Saudi Arabia. Hii ni copy and paste ya mwaka 2017. Ziara yake ya kwanza ilimpeleka Saudi Arabia. Na hii ni ziara yake ya kwanza ambayo itampeleka Ghuba, na anasema atakwenda Saudi Arabia. Unajua anakwenda Saudi Arabia kufanya nini? Ni kile ambacho alikisema kuwa ikiwa ufalme utafikisha angalau uwekezaji wa miaka 4 kwetu wa dola trilioni 1, basi sisi tutakwenda. Bila shaka. Awali alisema kama waliweza kutupa mkataba wa dola bilioni 350, mara hii kama watatupa bilioni 500 tutaweza kwenda. Saudi Arabia wakatangaza kuwa tutafanya uwekezaji wa dola bilioni 600 kwa muda wa miaka 4. Alivyoona wamefika 600 akasema yes, wanaweza kuongeza kufika trilioni 1 ili tuweze kwenda ziara ya kwanza ambayo nitakwenda kule. Saudi Arabia imekubali kutoa uwekezaji wa dola trilioni 1. Trump anakwenda Mashariki ya Kati wakati wa shinikizo kubwa la pressure ambayo imekuwepo upande wa Iran. Unajua amesafirisha, niliwaambia wiki jana kuwa kuna ndege zimesafiri kutoka kule zikasogea kwenye nchi za Ghuba hapo, ikiwemo Saudi Arabia yenyewe. B2, ndege zile ambazo Marekani wanaziamini kuwa huwezi kuzisoma kwenye rada, zimesogea, ziko hapo kutoka kwenye kisiwa cha Diego Garcia, kisiwa ambacho kiko pembezoni mwa bahari ya Hindi, kisiwa cha kimkakati, kilomita 3500 kutoka Tanzania. Kiko kilomita kama 700 pembeni ya Maldives. Kisiwa ambacho Marekani na Uingereza wameweka kambi za kijeshi pale. Kisiwa hii ni moja ya visiwa vile vya Chagos. Unavijua vile visiwa vya Chagos ambao kumekuwa na kesi kiunguruma. Kumekuwa na kesi ambayo Mauritius waliwasilisha kwenye mahakama ya ICJ kupinga kukaliwa kwa visiwa hivi vya Chagos ambavyo kiasili ni zamani walikuwepo Wareno, wakawepo baadaye wakaja Waingereza. Waingereza wakangangania kukaa pale, sasa ikawa na ushirikiano kwenye hivi visiwa. Ni visiwa vya kimkakati sana, yani vimekaa kwenye mkakati wa hali ya juu, yani popote wanaweza wakashambulia ulimwenguni. Sasa pale kuna kambi kubwa za kijeshi, na kesi aliyofungua Mauritius hapa ilikuwa ni kesi ya kutaka kuwa ni lazima Uingereza aachie hivi visiwa kwa sababu havimuhusu, sio vya kwake, na ilikuwepo jamii ya watu walikuwa wakiishi pale wa Chagos ambao miaka ya 70 au miaka ya 60 waliondolewa wote pale. Na ile Mauritius zile kesi yao walifungua kwa sababu ya kuondolewa hao watu hapo sawa kinyume cha sheria. Lakini ndio iko pale kambi kubwa sana ya kijeshi ya Marekani na Uingereza. Imetoa ndege nyingi ambazo zimesafirisha silaha, zimekwenda Ghuba. Anakwenda Saudi Arabia wakati Irani imetoa majibu kupitia wawakilishi wa Oman kuwa itafungua meza ya mazungumzo kupitia kwa nchi ya tatu. Jana Trump alikuwa anafanya mahojiano na NBC News nadhani. Akasema tutaishambulia Irani kwa makombora ambayo haijawahi kushuhudia. Na jana hiyo kiongozi mkuu wa Iran Khamenei alijibu alijibu juzi au jana kwenye swala ya Eid al-Fitr, alijibu akasema tuna miaka 45 ya uhuru wetu, hakuna mwaka ambao hatupokei vitisho vya kushambuliwa, kupigwa, kufanyiwa nini.
Akasema lakini tunawapa ujumbe tu kuwa sisi sio wanyonge, tutafanya kile wanachokifanya. Yani anasema hatutovumilia, anasema hatutovumilia uchokozi wowote. Anasema uchokozi wowote kutoka nje hatuwezi kuvumilia, na uchokozi wowote utajibiwa kwa staili hiyo ambayo ilijibiwa. Kwa sababu Trump yeye kwenye ile shinikizo lake anasema kuwa ni lazima Iran wakae kuzungumza kuhusu nuclear. Yani lazima tukiane masharti mapya kuhusu nuclear. Nikukumbushe tu mwaka 2018 wakati Trump anaitoa Marekani kwenye haya makubaliano ya nuclear, Saudi Arabia iliunga mkono Marekani, ilikuwa upande wa Marekani, ikafurahia kuamua kwa Trump kujiondoa. Unajua wakati wa Trump alikuwa ni rafiki sana wa Saudi Arabia, na kipindi hicho ndio kilikuwa kwenye mgogoro, yani ilikuwa kwenye mgogoro ule upo kwenye peak. Mgogoro kati ya Saudi Arabia na Iran ulikuwa ni mgogoro mkubwa sana. Hata visa za watu waliokuwa wanaenda haji umra ilikuwa ni vigumu kutoka Iran kuingia Saudi Arabia. Walikuwa wamefikia kwenye kiwango cha juu sana, kwa sababu maandamano yalitokea pande zote mbili, shutuma zilikuwa nyingi, na wakati huo ndio kulikuwa kuna mzozo wa Yemen ambao kwa Iran anaonekana na wasaidia wa Houthi na Saudi Arabia anapigana na wale. Kwa hiyo kulikuwa kwenye kipindi kigumu, na ndio maana Saudi Arabia alikuwa upande wa Marekani kipindi hicho, kuwa chukua hatua dhidi ya Iran. Ndio ilitokea wakati huo. Sasa Iran wameashiria njia nzuri ya kufungua mazungumzo, lakini hawataki shinikizo lolote. Yani wanasema hatutaki shinikizo lolote kutoka kwa nchi yoyote, kuwa sisi mazungumzo yetu tutazungumza, lakini hatutaki shinikizo. Lakini walichotaka Irani kuwa mazungumzo haya au hiki kisasa kinachotokea ni lazima kuwepo na nchi ya tatu ambayo tutasimama nayo. Hatutaki mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani, kwa sababu Marekani haaminiki. Jana kuna mtu alinitumia, ananiambia hii taarifa ni ya kweli ya kujiuzulu kwa waziri wa fedha wa Israeli Bezalel Smotrich, kujiondoa kwenye baraza la mawaziri. Ile ni taarifa ya ukweli, lakini hajajiondoa kwenye ile serikali. Katangaza, kaandika barua ya kujiuzulu kwenye nafasi yake ya waziri wa fedha, na hii ni kutokana na misuguano yake na yule mzayuni mwenzake Itamar Ben-Gvir, kwa sababu unajua Ben-Gvir alivyotoka wakati ule wa yale makubaliano aliamua kujiondoa kwenye nafasi alivyojiondoa kwenye ile nafasi wakati ule wa makubaliano ya Januari. Inatajwa baada ya kurejea kwenye vita, Likud au wapambe wa Netanyahu ndio walimtaka arudi haraka kwenye nafasi yake ya waziri ili kuweza kuimarisha muungano wa right wing wa Netanyahu. Sasa alidemand vitu vingi, yani alitaka vitu vingi zaidi ya vile, yani nafasi yake ya waziri wa usalama wa taifa iongezewe awe na mamlaka makubwa zaidi. Kwa hiyo na hilo likakubalika na serikali ya Netanyahu. So ndio hapo ilileta mgongano na Bezalel kuona kuwa kama huyu kwa nini anapata kikubwa zaidi. Ukumbuke kuwa hawa licha kuwa wote ni wazayuni ambao wanaungana na akili zao zinafanana na uadui wao ni mkubwa sana, lakini mara kadhaa wamekuwa wakigombana. Hata wakati ule bado Yoav Gallant yupo, walishagombana mara kadhaa, wametoleana maneno makali, wameshikana mashati. Hata kuna kipindi walitaka kusuluhishwa wakagoma. Vurugu kubwa tu wameshazifanya. Sasa Bezalel ameandika barua ya kujiondoa kama waziri, lakini still muungano wake uko vile vile, yani wabunge na nini na wengine wote yani sio ile kwenda kudondosha serikali, ni kama vile anatikisa. Unajua hii serikali ya sasa hivi ya Netanyahu imekuwa kama genge la walanguzi, kwa sababu yani kama bwawa la Kambale, unaweza kusema kuwa kila mmoja ana sauti, yani kila mmoja ana sharubu, kwa sababu kila mmoja anamtishia mwenzake nitaondoka. Kila mmoja anamtishia mwenzake kuwa nitaondoka, ukininyima hiki naondoka, ukinifanyia hivi naondoka. Yani imekuwa kama bwawa la Kambale vile, unajua sharubu, baba nazo, mtoto, mama, wote wana sharubu. Kwa hiyo hata umjui dume yupi, jike yupi au mtoto yupi, kwa sababu wote wanakuwa na sharubu. So serikali ya Netanyahu imekuwa ya staili hiyo, kuwa ni serikali ambayo kila mmoja ana mapembe. Kwa hiyo huyu anachofanya anajisikia, na huyu hawezi kumfanya lolote, kwa sababu ukifanya hivi mimi nitatoka, nikitoka wewe umeanguka. Hiyo inakuwa hivyo. Jana kesi za Netanyahu zile za rushwa zilikuwa inaendelea. Jana alikuwa mahakama ya Jerusalem na alienda kuendelea na kesi yake toka asubuhi mpaka jioni alikuwa na kesi yake. Katikati ya kesi yake hiyo
kukawa na kesi ambayo imekuwa ikiunguruma sana, inaitwa Qatargate. Qatargate ni moja ya kashfa mpya ambayo imeingia kwenye listi ya kesi za Netanyahu na ndio moja ya kesi ambayo inatajwa kuwa imesababisha Netanyahu alazimishe kumfuta kazi mkuu wa Shin Bet, Ronen Bar. Qatargate inaonekana kuna connection ilikuwa inatembea kati ya serikali ya Netanyahu pamoja na wawakilishi wa Qatar. Inatajwa kuwa hapa katikati kumekuwa na rushwa ambazo zimetembea. Ni Qatar anatajwa kuwa aliamua kutumia mzozo wa vita ya Gaza, hii mauaji haya, kutumia kujiweka kwenye nafasi nzuri yani kimataifa, yani kuwa msuluhishi wa migogoro. Kwa hiyo alichokuwa anafanya ni kama vile Qatar kuna pesa ilikuwa inapenyeza kuwapa maafisa wa Netanyahu ambao wameconnect na Netanyahu moja kwa moja, kwa ajili ya kuwa Qatar ndio itakuwa nchi ambayo msimamizi mkuu wa mazungumzo ya kumaliza mzozo wa Gaza, ili kuiweka Qatar kwenye njia nzuri. Sasa kumbe Qatar inatajwa kuwa ilikuwa ikitoa fedha kwa Israeli na wafuasi wa Netanyahu kutembea kwenye hizo njia ili iweze kujiweka kwenye njia nzuri duniani kimataifa, ionekane kuwa imepiga hatua na vitu kama hivyo. Lakini hawa wafuasi wa Netanyahu walikuwa Eldfashen. Mnakumbuka Eldfashen, niliwahi kuadisia story yake kipindi cha nyuma, ambaye yeye mpaka leo alikuwa anashikiliwa kifungo cha nyumbani. Unajua yeye hawa ni wafuasi wa karibu sana wa Netanyahu ambao wanatajwa pia waliwahi kuvujisha taarifa ambazo zilikuwa zinavuja, ambazo zilikuwa zinachunguzwa na Shin Bet. Ni taarifa ambazo zilikuwa zinavuja moja kwa moja kutoka ofisi ya waziri mkuu, kutoka ofisi ya PMO, waziri prime minister office, ilikuwa zikitoka pale hizo taarifa, ambazo kuna baadhi ya taarifa ziliwahi kwenda kwenye magazeti ya Ujerumani, lakini kuna taarifa nyingine zilikuwa zimevuja kwenye magazeti ya ndani, baadhi ya taarifa za siri. Lakini kila Shin Bet wanavyochunguza na polisi wanavyochunguza, wanasema kuwa taarifa zote ambazo zimekuwa ima zinavuja au zikivuja, zinaonekana ni taarifa ambazo zinaenda kumjenga Netanyahu, yani zinamkinga Netanyahu, sio kwenda kumchafua. Yani taarifa fani imevuja kwa ajili afu zinaenda zinamlinda Netanyahu. Kwa hiyo unaona kama kuna connection ya rushwa na wafuasi wa Netanyahu kwa ajili ya kumlinda. Sasa moja ya kadhia ambayo alikutana nayo Ronen Bar, ambaye alikuwa ni mkuu wa Shin Bet, ambaye alifutwa kazi hivi karibuni, ni hii ya kuwachunguza wafuasi wa karibu wa Netanyahu. Sasa jana wakati Netanyahu yeye yupo mahakamani kwenye trial zake, na hawa wafuasi wake wawili tena walirudishwa mahakamani kwenye hizo kesi, ikiwemo Qatargate. Qatar ambao haijawahi kukubali wala kukataa hiyo kesi, wameamua kuipotezea kama vile hamna. Netanyahu anasema kuwa kesi inasimamiwa na wachawi ambao wanamuinda kisiasa. Yeye mara kadhaa amekuwa akisema hivyo. Lakini nje ya hapo, Netanyahu alimteua mkuu wa Shin Bet jana, ambaye anakuja kuziba nafasi ya nani? Ya Ronen Bar. Mnakumbuka Ronen Bar alifutwa kazi mwezi uliopita, alafu mahakama ikaenda ikaweka zuio, ikasema atabaki madarakani mpaka pale itapo nani, ilisema tarehe 8 April mpaka pale kesi yake itaposemwa. Sasa waone kama kulikuwa kuna uhalali wa yeye kufutwa kazi, kwa sababu ndani ya hili ndio kwenye mgogoro wake pia Netanyahu na mwanasheria mkuu Miara, ambao anapinga utaratibu uliotumika kumuondoa Ronen Bar. So wakati kesi inasubiriwa hii ya Ronen Bar tarehe 8 ndio itaunguruma. Sasa Netanyahu alikuwa amemteua mwingine, Eli Shavit. Huyu Eli Shavit aje kuziba nafasi ya nani? Ya Ronen Bar. Ndio aliteuliwa, utakuja kuziba nafasi ya Ronen Bar. Sasa mahakama ilishazuia zoezi liendelee, lakini mahakama ilitoa idhini kuwa anaweza kuendelea kuwafanyia usaili anaohisi wanataka, lakini uamuzi wa mwisho utakuwa wa mahakama, kwa sababu kesi iko mahakamani. Kwa hiyo Netanyahu aliendelea. Sasa alimteua Shavit kuwa wewe ndio utachukua nafasi ya nani? Ya Ronen Bar. Jana asubuhi taarifa zikatembea kuwa huyu ndio amemteua kuwa ataziba nafasi ya nani? Ya Ronen Bar. Baada ya ule uteuzi kukaanza rumors, zile kelele zikaanza kwa washirika wa right wing, kwa sababu Shavit mwaka 2023 alionekana kwenye maandamano ambayo
yalikuwa yanapinga ule mpango wa Netanyahu wa kucheza na mahakama, kubadili sheria za mahakama. Kwa hiyo Shavit naye alikuwa ni mmoja wa washiriki wakubwa wa maandamano ambao wanapinga na utaratibu wa serikali inavyotaka kuundwa ya Netanyahu. Kwa hiyo wale washirika wa right wing wa Netanyahu wanamwambia huyu sio mwenzetu, na unaenda kumweka hapo, sio mwenzetu, huyu hana tofauti na nani? Na Ronen Bar, kwa sababu sisi tunataka watiifu kwetu, lakini huyu tayari alishaonekana nini? Ameonekana anakupinga kwenye ule mpango wa kubadili sheria za mahakama, huyu Shavit. Lakini Shavit mwaka 2020 wakati wa serikali ilikuwa ya kina Naftali Bennett 2021, yes 2021, of course wakati serikali ilikuwa ya kina kina Naftali Bennett na mwenzake Yair Lapid, wakati Netanyahu alikuwa upinzani. Netanyahu hakuwa kiongoza serikali, alikuwa yeye yuko upinzani. Shavit alikuwa anamkosoa Trump wazi wazi. Sasa hivi leo anateuliwa kuwa mkuu wa shirika la upelelezi ndani Shin Bet, hali ya kuwa Netanyahu amempinga kwenye mahakama, ubadilishaji wa sheria za mahakama. Lakini si tu Netanyahu kampinga Trump. Sasa manake kuwa ni kama vile kuna agizo na shinikizo kutoka sehemu mbili, kuwa kutoka kwa washirika wa right wing na Netanyahu mwenyewe kuwa huyu yule mchagua sio sahihi, sio mwenzetu. Halafu kuna kutoka nje kwa Trump kuwa huyu ni mkosoaji wangu, kama kawaida ya Trump, siwezi kuishi na mtu ambaye hakubaliani na mimi. So nini Netanyahu amefanya? Amefuta uamuzi wake jioni yake, akasema kuwa amefuta. Kwa hiyo ile kuteua asubuhi na jioni kamfuta kazi Shavit kwa sasa. Kwa hiyo Shavit sio tena mrithi wa Ronen Bar. Kwa hiyo huenda usaili ukaendelea wengine, lakini wakati huo usaili huo unaendelea, wakati huo wanasubiri kuona uamuzi wa mahakama wa Aprili 8. Je, utaidhinisha kufutwa kazi kwa Ronen Bar au utapinga hilo swala, ili walete mgongano wa kisheria wa ndani ambao tayari hivi sasa umeonekana ni mgongano mkubwa sana, na vita ya ndani inaonekana ni kubwa sana. Sasa ni swala la kusubiri tuone nini kitakuja kutokea. Basi jamani, nimetaka kuja kuzungumza japo kidogo, tuvumiliane, lakini kesho inshallah tutarejea kamili kama kawaida, tuendelee na mazungumzo yetu ya kila siku. Asanteni, Eid Mubarak.